Suratul Jumu'ah imeteremka Madina. Imefunguka sura hii kwa kutoa habari yake mtukufu kwamba viliomo katika mbingu na ardhi vyote vinamsabihi yeye. Na Mwenyezi Mungu aliyetukuka shani yake amesema kwamba ameineemesha kaumu isiyojua kuandika wala kusoma kwa kuwaletea mtume miongoni mwao ambaye anawafundisha kitabu na hikma na anawatakasa. Na hakika hii ni fadhila Mwenyezi Mungu humpa amtakaye. Na Mwenyezi Mungu mtukufu amewakemea Mayahudi kwa kuacha kwao kutenda yaliyoamrishwa katika Taurati na hali wao wanajua yaliyomo humo. Na amepinga madai yao kwamba wao peke yao ndiyo vipenzi vya Mwenyezi Mungu si watu wenginewe. Na amebariziana nao kwa kuwataka watamani kufa ikiwa wao wanasema kweli. Na sura imehitimisha kwa kuwaamrisha waumini wakimbilie kwenda sala ya Ijumaa pindi wakisikia adhana na waache biashara. Na sala ikishamalizika watawanyike katika nchi wende kutafuta fadhila za Mwenyezi Mungu. Na kuwakataza wasiache biashara au jambo la pumbao lolote kuwashughulisha wasisikilize hutuba ya Ijumaa. Na Mwenyezi Mungu amewadhamini kuwaruzuku na yeye ndiye mbora wa kuruzuku. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddusil azizil hakim. Viliomo mbinguni na viliomo katika ardhi vinamtakasa Mwenyezi Mungu, mfalme, mtakatifu, mwenye nguvu, mwenye hikma. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yeye ndiye aliyempeleka mtume kwenye watu wasiojua kusoma. Awasomee aya zake na awatakase na awafunze kitabu na hikma. Ijapokuwa kabla ya haya walikuwa katika upotofu uliodhahir. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim. Na kwa wengine ambao bado hawajaungana nao, na yeye ndiye mwenye nguvu, mwenye hikma. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dhul fadlil azim. Hiyo ni fadhila ya Mwenyezi Mungu anayompa amtakaye, na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila kubwa. Mathalul ladhina hummilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladhina kadhabu biayati Allah. Wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin. Mfano wa waliobebeshwa Taurati kisha wasiibebe ni mfano wa punda anayebeba vitabu vikubwa vikubwa. Mfano muovu mno wa watu waliokadhibisha ishara za Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu hawaongoi watu madhalim. Qul ya ayyuhalladhina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin. Sema, enyi mlio Mayahudi, ikiwa nyinyi mnadai kuwa ni vipenzi vya Mwenyezi Mungu pasipokuwa watu wengine, basi yatamanini mauti ikiwa mnasema kweli. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidh-dhalimin. Wala hawatayatamani kabisa kwa sababu ya iliyokwisha yatanguliza mikono yao, na Mwenyezi Mungu anawajua waliodhulumu. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash-shahadati fayunabbi'ukum
بما كنتم تعملون. Sema, hayo mauti mnayoyakimbia bila shaka yatakukuteni, kisha mtarudishwa kwa mwenye kuyajua yaliyofichikana na yanayoonekana. Hapo atakwambieni mliokuwa mkiyatenda. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Enyi mlioamini, ikiadhiniwa sala siku ya Ijumaa, nendeni upesi kwenye dhikri ya Mwenyezi Mungu na wacheni biashara. Hayo ni bora kwenu lau kama mnajua. Fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Na itakapokwisha sala, tawanyikeni katika nchi mtafute fadhila za Mwenyezi Mungu na mkumbukeni Mwenyezi Mungu kwa wingi ili mpate kufanikiwa. Wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'ima qul ma 'inda Allahi khayrun min al-lahwi wa min at-tijarah wallahu khayrur raziqin. Na wanapoiona biashara au pumbao wanayakimbilia hayo na wakakuacha umesimama. Sema, yaliyoko kwa Mwenyezi Mungu ni bora kuliko pumbao na biashara, na Mwenyezi Mungu ni mbora wa watoa riziki.